Ningependa nikufahamishe kwamba kuna jamii mbili za nyumbu. Nyumbu wa blue na nyumbu mweusi. Hawa nyumbu wa blue ndio wanaopatikana Tanzania zaidi. Hawa weusi wanapatikana Namibia na Eswatini. Hasa maeneo ya South Africa ndio wanakopatikana zaidi. Hawa wa blue wanapatikana kwetu na ndio wametuletea umaarufu sana katika nchi yetu, kwa sababu ndio wanaohama, ni maarufu sana wa kuhama. Ndio wanaotembea zaidi ya kilomita 1800 kuanzia Ngorongoro wanapozaliwa, Serengeti, Masai Mara huko Kenya, na kurudi tena kila mwaka na kusababisha huo mzunguko. Sasa hapa katika picha unaweza ukaona mwenyewe kwamba hawa wa blue wako hivi na huwa wana ukubwa huu kama unavyoona. Wao ni wakubwa zaidi ya hawa. Hawa wa huko South Africa wenyewe ni wadogo na maumbile madogo na ni wafupi kidogo. Hata pembe zao ukiziangalia utaona kidogo zenyewe zina tofauti. Pembe za hawa Afrika Kusini zimechongoka kwenda mbele, lakini za hawa wa kwetu unaziona zilivyo. Na hata rangi unaona zina utofauti fulani hivi. Hiyo ndio tofauti kubwa ambayo tunaiona katika hawa aina mbili za nyumbu ambao wanapatikana duniani. Aha. Na kama tunavyoshuhudia hapa, haya makundi makubwa ya nyumbu wanasafiri pamoja na wanyama wengine. Ni ipi faida ya wanyama hawa kusafiri na jamii zingine za wanyama? Kwanza, kusingekuwepo na hii ekolojia namna hii, inamaanisha kwamba huu mzunguko labda usingekuwepo au ungeshaishaga zamani sana. Lakini huu mzunguko maana yake ni hii moja, kwamba wanyama wale wala nyama wanafaidi katika mzunguko huu, na wale wengine ambao wapo katika mzunguko huu wanategemeana. Kuna kitu wanaita food succession. Kwa mfano, kuna namna ambayo nyumbu anamtegemea pundamilia kwenye level za kula na ulinzi pia. Kwa mfano, nyumbu anamtegemea sana pundamilia kwenye ulinzi, maana yeye ni mwepesi wa kudetect wanyama wa hatari, na pia ana uwezo wa kutambua chakula kizuri kilipo kwa urahisi zaidi kuliko nyumbu. Kwa hiyo wanategemeana kwa mtindo huo. Thompson na Grand Gazelle wanakuwa kwenye mzunguko kwa pamoja mwaka mzima, wanaweza wakaenda wote kwa pamoja. Kuna wao wengine kina topi kina nani, wao wanakuja kukutwa tu kwenye eneo fulani, lakini kuna wale ambao wanaenda moja kwa moja kwenye mzunguko. Zebra, Thompson na Grant mara nyingi wanakuwa pamoja na hawa nyumbu kwenye mzunguko mzima, na hii inatokana na hicho kitu cha wanachoita food succession. Ya pili, kwa nini wanasafiri pamoja? Ni kwa ajili ya sasa hiyo ecosystem. Kwa mfano, wanavyopisha eneo fulani. Sasa hivi wanaondoka Ndutu, wanaenda kwenye sehemu za miinuko kama kule Lemuta, Loliondo, Pololeti. Wanaenda huko kwa sababu kumeinuka. Huku Ndutu sasa hivi kuna maji mengi, kwa hiyo kumekuwa peche. Hawataki sasa, wanaenda kwenye zile sehemu ambazo wanaziita kwa kizungu hard pans. Hayo maeneo ambayo ni magumu kidogo kwa watoto kukanyaga na wao wenyewe kujiimarisha, wanaenda kwenye maeneo kama hayo. Alafu baada ya muda huu wako katika maeneo wako ni nyanda kame, ni nyanda kame ambazo ni ngumu pia. Kwa hiyo zile kwato zinakanyaga vizuri, kwa hiyo wanaweza hata kukimbia kwa urahisi bila shida yoyote, tofauti na maeneo yenye maji. Hayo maeneo yenye maji sasa hivi wanayakwepa. Alafu sababu nyingine ya huu mzunguko, hivyo ambavyo wamepisha sasa, huku nyuma majani yataota vizuri kwa sababu kumekuwa na mbolea nzuri na nini, na malisho yatakuwa vizuri sana.